Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Marekani inakusudia kuiuzia Saudi Arabia silaha za thamani ya dola bilioni 100. Katika taarifa ambayo imeripotiwa na baadhi ya vyombo vingi vya habari vya Kiarabu, inasema kuwa tangazo hili la kuiuzia Saudi Arabia silaha na vifaa hivi litatangazwa mwezi Mei. Donald Trump ana ziara ya kwenda Uingereza mwezi Mei. Kwa hiyo katika ziara yake ya Uingereza hiyo mwezi Mei ndio atatangaza kuwa Marekani imekubali sasa kuiuzia silaha Saudi Arabia zenye thamani ya dola bilioni 100. Haya ni mauzo makubwa sana. Japokuwa haijafikia mauzo ya awamu ya kwanza ya Trump, kwa sababu mauzo ya awamu ya kwanza ya Trump kwa Saudi Arabia yalikwenda dola bilioni 110. Mauzo ya silaha yalikwenda 110 billion dollar kwa Saudia. Lakini sasa anapeleka bilioni 100. Mauzo ya awamu ya kwanza kiasi fulani yalikuja kuleta mgongano na serikali ya Biden, kwa sababu yalikuwa ni mkataba ambao ulisainiwa na serikali ya Trump wakati huo, na baadhi ya silaha hazikwenda. Na unakumbuka mgogoro uliokuwepo kati ya Saudi Arabia na serikali ya Biden, kwa hasa mvutano ambao wakati Biden anafanya kampeni ya uraisi kuingia, alikuwa akishutumu sana Saudi Arabia kuwa, na akaahidi kuwa tunakuja kuifanya Saudi Arabia kuwa pariah country. Pariah country ni nchi ambayo inatengwa, yani nchi itatengwa. Na yote hii wakati wa kampeni za Biden ilikuwa anazungumza kuhusu kilichotokea wakati wa kifo cha Jamal Khashoggi, mwanahabari mwandishi wa the gazeti la The New York Times, Washington Post. Alikuwa mkosoaji mkubwa wa ufalme wa Saudi Arabia. Sasa aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Uturuki pale Istanbul mwaka 2018, ubalozi mdogo wa Saudi Arabia pale Istanbul mwaka 2018, na ushahidi wa kila kitu ulionyesha kama kuwa mauaji yake yaliratibiwa kutoka ndani ya Saudi Arabia na yaliidhinishwa na Mohammed bin Salman, Crown Prince. Hivyo ni vyombo vya habari vingi vilifanya taarifa zake za uchunguzi. Hata ukienda kwenye uchunguzi uliofanywa na Al Jazeera ulitoa kuwa kulikuwa kuna amri kutoka kwenye ufalme ambao uliamrishwa kuwa unaweza ukaamua kumuua Jamal Khashoggi. Sasa Biden alisema kuwa huu utawala unaokiuka sheria, utawala ambao hauzingatii haki za binadamu, ni lazima utengwe. Kwa hiyo zilikuwa ni moja ya kauli zake, na ndio maana alipokaa madarakani Saudi Arabia ikajiepusha kabisa kumfaidisha Biden katika kipindi chote. Nadhani nilikuwa nikizungumza na nyinyi kwa vitu vingi tuliokuwa pamoja kipindi hicho, niliwaeleza mambo mengi. Wakati huo hata kwenye usitishaji wa vita niliwaambia Saudi Arabia inafanya kampeni ili aweze kuondoka Biden. Niliwaambia kuwa Trump atafanyiwa kampeni na Saudia. Niliwaeleza vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatokea, na hii yote ilitokea kuwa ni ugomvi uliokuwa umetokea kati ya ufalme wa Saudi Arabia na utawala wa Joe Biden. Na hata ukitazama ziara ya Biden alivyotembelea ufalme haikufanana na ziara ambayo Trump alitembelea ufalme wakati huo. Ziara ya Trump ilikuwa ni ya kifalme na ilipokelewa sawasawa na ilikuwa kubwa na kila kitu, lakini Biden alienda wakampokea tu kama mgeni mkubwa, lakini hakupewa zile tashtiti ambazo alipewa Donald Trump wakati huo. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hivyo. Sasa wanaidhinisha uuzaji wa silaha ambazo unatajwa kuwepo na ndege za usafirishaji zile za kijeshi C-130 zitapelekwa, lakini kutakuwa na makombora zitapelekwa, mifumo ya rada ambayo inatakiwa ipelekwe, kutakuwepo na drone zile za MQ-9B, acha zile MQ-9 Reaper ambazo Wahuthi wanazidungua kila siku. Hizi ni MQ-9B ambazo pia zitapelekwa. Kwa hiyo kuna vifaa vingi ambavyo vitapelekwa, lakini katika vyote inatajwa katika fungu hili kutakuwepo na ndege za F-35. Hapa ni kitu ambacho kuwa nilikizungumza mchana kuwa unapoingia kwenye mkataba ule wa Abraham, Israeli
anakuwa na silaha kali kuliko yeye. Marekani sera yake Mashariki ya Kati kuwa kuna silaha hawauzii wengine isipokuwa wanamuuzia Israel. Sasa hili la F-35 limekuwa na mgogoro kwa sababu Mashariki ya Kati yote, licha ya kuwa kuna washirika wote wa Marekani wako pale, aliyeidhinishiwa na aliyewahi kupewa ndege za Marekani za F-35 ambao wanasema ni kizazi cha kwanza, ndege ambazo wanasema ni bora sana kwenye uwanja wa vita, ni Israeli peke yake ambaye ana miaka 9 hivi sasa toka amepewa ndege za F-35. Mgogoro huu, ndege hizi alikuwa anauziwa Uturuki, lakini walizua mgogoro kipindi kile Uturuki alivyonunua S-400 mfumo wa Urusi. Lakini Saudi Arabia pia aliandikiwa katika ile awamu yake ya kwanza kuwa angepewa hizi ndege za F-35 na yenyewe hakupewa. Israeli haruhusu Marekani atoe silaha ambazo yeye anazo. Israeli haruhusu Marekani atoe silaha za hatari ambazo yeye anazo. Kwa hiyo hili kwenye la F-35 sifahamu kama litafikia mwisho au linaweza likasainiwa likaishia juu kwa juu kuliko kufikiwa mwafaka kama ilivyokuwa hapo awali, kwa sababu hizi ni ndege ambazo Israeli anaweza kusema kuwa ni kizazi cha ndege pekee ambacho Israeli anakitegemea kwenye vita zake kwa hapo Mashariki ya Kati. Na hata kwenye hivi sasa kwenye mgogoro wa Uturuki inasemekana kuwa alikuwa ameidhinishiwa na Israeli akaingilia kati kwa Marekani kuwa asimuzie Uturuki ndege za F-35, asifanye hivyo. Sasa Saudi Arabia anatajwa kwenye hili fungu ambalo kuwa litakuwa na silaha nyingi na vifaa vingi ambavyo kuwa atauziwa katika kipindi hiki na Marekani. Sasa always huwa nawaambia muda ndio huwa unakuja kutupa jibu kamili kuwa je, hili litatokea au lisitokee. Haya mengine ya Saudi Arabia. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital inazidi kuboreka. Tupo kwenye harakati za kuboresha akaunti yetu na kufanya kazi maoni yenu. Ushauri wenu ni muhimu sana kwetu na tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunawaletea maudhui bora zaidi. Kama unahitaji kutunga mkono katika safari hii, unaweza kuchangia kiasi chochote kile ili kusaidia kufanikisha malengo yetu. Changia sasa na uwe sehemu ya mabadiliko. Unaweza kuchangia kwa Equity Bank kupitia namba 30101818112229. Jina ni Ibrahim S. Khalfan. Mix by Yas 0673800882. Jina ni Ibrahim Khalfan na M-Pesa ni 07685050500100. Jina ni Ibrahim Khalfan. Rahby Digital, haki na ukweli.